Ulaya na Marekani sasa hivi hawafanyi vizuri kiuchumi kama tunavyofanya sisi huku. Kwa hiyo hata ndani ya kanda yetu hii East Africa, Tanzania tunafanya vizuri sana. Miongoni mwa kauli ambayo iliibua maswali mengi zaidi, of course, sio tu Tanzania lakini pia hata nje kidogo, watu wengi zaidi walifikiria hii na watu wengi wakawa wanalizungumzia pia swala hili. Je, Tanzania imekuaje na uchumi mkubwa kwa sasa hivi kuliko nchi ya Marekani? Umemsikia mwenyewe hapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan akiwa anazungumza hivyo. Kauli hii iliibua maswali mengi zaidi, sio tu kwa Tanzania lakini pia hata wanasiasa pia wengine walizungumzia pia swala hilo, wakasema kwamba swala kama hili ni swala ambalo haliwezekani, na ni kama rais kuna vitu ambavyo anavifanya, vitu ambavyo kabisa Watanzania wengi wanaona kabisa this is not true. Kwa mfano kauli ambayo ilitolewa na rais na miongoni, kwa mfano kauli ambayo iliweza kutolewa na miongoni mwa viongozi wa chama, kwa mfano cha ACT Wazalendo, kauli yake ilikuwa kama hivi: mkimwangalia amechanganyikiwa jamani. Hasa mnaendaje kuchagua mtu aliyechanganyikiwa? Juzi katuambia eti Tanzania uchumi umekuwa kuliko Marekani. Hata kipofu jamani na kiziwi hii jambo akisikiliza anachanganyikiwa kabisa. Kwa hiyo kauli hiyo bana ikaleta mambo mengi zaidi, lakini pia kitu ambacho binafsi hata mimi najaribu kujiuliza. Of course, sisi kuwa na uchumi mkubwa inawezekana, lakini kwa sasa hivi uchumi kiukweli hatuna, kwa sababu kuna vitu vingi sana ambavyo tunategemea kutoka nje, tunategemea misaada. Kwa mfano, kuna wakati Trump anaingia madarakani aliagiza kwamba atafuta misaada yote ya madawa kuingia nchini, mpaka WHO wenyewe walionyesha kusikitishwa pamoja na hali kawa sio hali, kwa sababu ya namna ambavyo hali ilivyokuwa inakwenda. Wengi wakasidai na wakasema kwamba ipo haja ya WHO kuweza kujifikiria kwa mara pili, kwa sababu Marekani kama Marekani walitishia kujiondoa WHO. Kwa hiyo kwa ile misaada ambayo ilikuwa inatolewa na Marekani kama kwenye masuala ya dawa, Marekani wenyewe wakasema kwamba hawataki na hawawezi kuendelea tena kutoa misaada. Lakini kauli ya rais imekuja kuwashtua watu wengi baada ya pale Rais Samia alisema kwamba Tanzania tuna uchumi mkubwa kuliko Marekani. Sijajua kwamba Marekani ilikuwaje, lakini kila mmoja pia anasubiria na kutaka kufahamu kwamba uchumi unakuaje mkubwa. Of course, sisi kuwa na uchumi ambao ni mkubwa zaidi, hiyo kitu inawezekana kabisa, kwa sababu tuna madini ya kila aina ambayo yapatikani pia pengine duniani kote. Tuna kama Tanzania tunavyozungumzia, tuna madini kama uranium, madini ambayo ni adimu na ni madini ambayo yanatengeneza pia mpaka nuclear, mabomu na kadhalika. Tuna madini mengi, copper na madini mengine ambayo tuna uwezo wa kuyatumia vizuri, na Tanzania ikawa moja kati ya nchi ambayo ni kubwa zaidi. Kama Kongo, madini hayo ya kila aina wanayo na uwezekano wa kuwa mkubwa. Unaambiwa hata madini ambayo yanapatikana pale nchini Kongo ni madini ambayo yakitumiwa vizuri yanaweza kuwa na uchumi mkubwa kuliko nchi ya Marekani pamoja na nchi zote za Ulaya. Unaweza kuona ni kwa jinsi gani ambavyo hata Afrika tukiamua tuna uwezo wa kufanya jambo letu kubwa. Kwa hiyo kwa kauli ambayo amezungumza rais, it is true, linawezekana. Kikubwa ni sisi kuweka mipango yetu dhabiti. Kwa upande wako, maoni yako ni yapi? Niachie maoni yako hapa, lakini kubwa zaidi usisahau na kusubscribe channel yetu ya BM Basha TV. Big up sana kwa wale ambao wamesubscribe channel yetu ya BM Basha TV. Na leo msanii wetu tunamzungumzia ndio huyu hapa.